Habari za kushangaza zimeibuka kutoka shamba moja ambalo linamilikiwa na Jimmy Wanjigi, ambapo mbunge wa Juja George Koimburi alipatikana siku ya Jumatatu asubuhi. Hujambo na karibu. Uchunguzi wa kina uliofanywa na polisi kuhusu tukio la kutoweka kwa mbunge wa Juja George Koimburi limeibua maswali zaidi baada ya mkurugenzi mkuu wa polisi Douglas Kanja kufichua kuwa shamba la kahawa lililotajwa kuwa mahali pa kutupwa kwa mbunge huyo alihusiki na tukio hilo. Shamba hilo ambalo linaaminika kumilikiwa na mfanyabiashara na mwanasiasa Jimmy Wanjigi lilitajwa mapema kama eneo ambako Koimburi alipatikana akiwa hajitambui. Kwa mujibu wa taarifa rasmi iliyotolewa na IG Kanja Jumanne Mei tarehe 27, maafisa wa polisi walitembelea shamba hilo lililoko eneo la Ruirua, kaunti ya Kiambu, baada ya video ya Koimburi akiwa amelala ardhini kusambaa mitandaoni. Hata hivyo, uchunguzi wa kina wa mazingira, video hiyo na mandhari ya shamba halisi uliashiria tofauti kubwa. Polisi waligundua kuwa ulinganifu wa mimea na miundo ya barabara katika video haukulingana na eneo hilo. Aidha, msimamizi wa shamba hilo wakati wa kuhojiwa na maafisa wa polisi alieleza kuwa hakuwa na taarifa yoyote kuhusu tukio la mtu kutupwa au kupatikana katika eneo hilo, na taarifa hiyo ilichochea mashaka zaidi kuhusu ukweli wa madai ya mahali alikopatikana Koimburi. Na katika hali ya kuongeza utata, polisi walibaini kuwa Koimburi hakupatikana na mpita njia kama ilivyoripotiwa awali, bali alifikishwa hospitalini kwa gari lake binafsi na mwanamke aliyedaiwa kuwa msaidizi wa kwanza wa tukio hilo. Hili liliibua maswali na mashaka kuhusu dhana ya kwamba mbunge huyo alitupwa tu bila msaada wowote kutoka kwa waliomhitaji. Zaidi ya hayo, hospitali iliyompokea Koimburi haikutoa maelezo kamili kuhusu aina ya huduma ya kwanza aliyopewa, aliliozua shaka juu ya madai kuwa aliteswa au kuvamiwa kimwili. Kulingana na Kanja, uchunguzi bado unaendelea kwa umakini mkubwa na vipimo vya kisayansi vya kielelezo vinafanyiwa kazi ili kubaini ukweli kamili wa tukio hilo. Na wakati hayo yakiendelea, Koimburi anaendelea kupata nafuu katika hospitali ya Karen, huku viongozi wa upinzani wakiongozwa na Rigathi Gachagua wakidai kuwa mbunge huyo alilazimishwa kunyamaza kwa kutumia kemikali maalum. Ingawa IG Kanja hakupinga moja kwa moja madai ya kutekwa kwa mbunge huyo, alifichua kuwa Koimburi alikuwa tayari anachunguzwa kuhusiana na kesi ya utapeli wa ardhi. Ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma ODPP ilikuwa imeshatoa idhini ya kuendelea na mashtaka dhidi ya mbunge huyo. Taarifa ya polisi imeacha milango wazi kwa kila uwezekano, huku umma ikisubiri kwa hamu majibu ya kina kuhusu tukio hili lenye mchanganyiko wa siasa, uhalifu na propaganda.